Kata ya Nyakonga ni moja ya kata 26 za halmashauri ya wilaya ya Tarime mkoani Mara. Kata ya Nyakonga yenye vijiji vitatu ambavyo ni Kebwei, Magoto na Nyakongo imeweza kupata miradi mikubwa takriban bilioni 3.1 fedha zilizopelekwa na serikali kuu pamoja na mapato ya ndani chini ya uongozi wa diwani wa kata hiyo ambaye pia ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Tarime, Simon Kilesi. Leo makala yetu inaenda kuangazia jinsi miradi ya maendeleo ilivyofanyika kwa kipindi cha miaka 5 ambalo limesaidia wananchi kuchangia kwa nguvu. Kilesi ambaye ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Tarime sasa anajivunia ukusanyaji wa mapato ya ndani. Tumepata namba 3 kwa kukusanya mapato Tanzania nzima. Kwa hivyo ni kitu ambacho tunajivunia. Kwanza mimi mwenyewe nafurahi sana kwa kazi hiyo. Diwani anasema kuwa mpaka sasa umepokea kiasi cha shilingi bilioni 3.1 miradi ya maendeleo, jambo ambalo halijawahi kutokea. Kwa mara ya kwanza ndani ya kata ya Nyakonga mpaka sasa hapa, ndugu zangu mliofika hapa na wajumbe wote, tuna bilioni 3.1 na pointi. Hiyo ni kwenye miradi kata ya Nyakonga, ijawahi kutokea. Kutokana na miradi ya maendeleo, viongozi wanatumia fursa hiyo kwenda kata ya Nyakonga ili kujifunza. Wameenda Magoto kujifunza kwa darasa ambalo nilijenga kwa hela yangu, ambalo nataka niweke kompyuta. Wanafunzi wa shule ya msingi Magoto waanze kutumia kompyuta kabla wajaenda sekondari. Ikiwemo ofisi ya mwalimu mkuu, ina viti vya kisasa, ina choo. Hawa viongozi kutoka kata zingine wameshuhudia na wameliona. Sasa Wananyakonga, ndugu zangu viongozi, kuna mtu ambaye ni kiongozi anaweza akawa labda yeye ana mambo mengine tofauti na mimi, hazuiriwi. Lakini mjumbe aliyesema hapa, rafiki yangu Chare, amesema hivi, wewe ni kiongozi. Kuna wenye viti wa vitongoji tumewaalika, wenye viti wa vijiji wanamaliza muda wao 2029. Viongozi wa chama mlioko hapa mnamaliza muda wenu 2027. Unaoneje mtu akikuchafua na kukutukana kwamba ufai na wewe ni kiongozi, au anatafuta nafasi hiyo na wewe ni kiongozi? Unaioneje? Ni mbaya, ni nzuri? Kwa hivyo mimi naomba kuongezea kwa mjumbe Chare, naomba viongozi mheshimu kiongozi mwenzako. Kilesi anasema kuwa madiwani wote walikubaliana kuungana mkono ili kuweza kuleta maendeleo ya wananchi. Sisi tulikubaliana kwamba ndani ya wilaya Tarime kata zote tulizopo za kichama 27, za kiserikali 26, inatakiwa tuweke mambo ya mbali, tufanye kazi kwa pamoja. Ndiyo maana tunashirikiana hapa. Suala la vurugu na uchunganishi nalo linazungumziwa jinsi linavyodidimiza maendeleo. Tarime imekuwa ni vurugu ambayo mnawekewa maneno, watu wananyanyuka, wanatukana viongozi, wanawazalilisha pasipo sababu. Ila ni kitu kibaya sana. Katika mtu ambaye ametukanwa kwenye mitandao, mimi nimetukanwa sana, lakini kinachoniumiza, nilienda kuziba mirija ya watu ndani ya halmashauri. Ndio inaniumiza. Leo hii Nyakonga CSR ilikuwa inatumika kwenye sehemu ya vijiji 11, lakini tukawaomba ndugu zetu, ile CSR iliyokuwa inatumika pale, hata wale Wanyamongo wenyewe, Wairigi wanaozunguka, Wanyabasi wanaozunguka, walikuwa hawana faida nayo. Era zilikuwa zinapita nje. Sisi tulienda halmashauri, tumesambaza miradi ya CSR wilaya nzima, kila sehemu, na bado era zimebaki.
kule vijiji 11 zina mabilioni na mabilioni. Kilesi anasema kuwa fedha za mapato ya ndani zaidi ya bilioni 1.3 zimetekeleza miradi ya maendeleo. Ndani ya halmashauri miradi ya ndani, mimi mwenyewe hapa nina zaidi ya bilioni 1.3 mapato ya ndani. Lakini kuna watu wanasema kwamba hatuoni kilichofanyika. Na wauliza wajumbe wa kata ya Nyakonga, mnaona kinachofanyika au mkioni? Mnakiona mkioni? Ole wenu viongozi mnaotumia madaraka mabaya. Mimi nawaambia ndugu zangu, kuambia watu wengine wachache tu kwamba hamna kilichofanyika ndani ya Nyakonga, mnajimaliza wenyewe. Ninachokifanya mimi, nimeleta miradi ndani ya kata ya Nyakonga na nyie mumeileta, iko chini yenu. Kwa maana nyie ndio mnaibua miradi kutoka kwenye vijiji, mnavileta WDC, tunamalizia naenda kuwatetea, miradi inakuja. Kilesi anasisitiza sasa kujenga Nyakonga na sio kukwamisha maendeleo. Kwenye maendeleo, siasa ni vitu vya kupita. Tujenge Nyakonga yetu. Sasa hivi ndani ya kituo cha afya cha kwetu wilaya nzima ndicho kilikuwa kibovu. Uongo ukweli? Lakini sasa tumeanza kukipandisha, kukiletera. Vile vile wadau mbalimbali wanazidi kuunga jitihada za diwani Kilesi ili kusaidia wananchi. Nilipotoa pikipiki 2 kwenye vikundi cha Green Guard pamoja na kikundi cha bodaboda na kilimo, kuna mjumbe aliona kwenye mtandao, ilikuwa live. Alipoona kwenye mtandao, alipiga simu na akaniambia, pikipiki hiyo ulioahidi kikundi cha samaki na bodaboda Kebweye, hiyo pikipiki nitainunua mimi. Nikawaambia hivi, ninahitaji mtu wa maendeleo, sizuii mtu yoyote kutoka nje ya Nyakonga kutusapoti. Si niliwaambia? Sasa ile pikipiki leo kikundi cha samaki na bodaboda, huyo mtu ameleta pikipiki, anaikabidhi leo. Diwani Kilesi anaeleza utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Anaeleza jinsi vijiji 3 vilivyopokea fedha za maendeleo kwa kipindi cha miaka 5. Kijiji cha Magoto tumepata milioni 136. Serikali kuu tumepata milioni 23,750,000. Kijiji cha Kebweye tumepata milioni 262,600,000, kwa maana ni shule 2 ziko pale, ikiwepo shule ya zamani na mpya. Miradi kutoka serikali kuu milioni 17,200,000. Kijiji cha Nyakonga tumepata milioni 182,200,000. Serikali kuu tumepata milioni 64. Ukamilishaji kijiji cha Magoto sekondari tumepata jumla shilingi mapato ya ndani milioni 108. Serikali kuu tumepata milioni 546. Jumla kuu ni milioni 681. Hiyo serikali kuu na mapato ya ndani jumla tuna bilioni 1.32. Kituo cha afya cha Nyakonga jumla tumepata mapato ya ndani milioni 500, serikali kuu milioni 65. Kwenye zahanati yetu ya Kebweye jumla tumepata shilingi milioni 43 mapato ya ndani, serikali kuu 22. Jumla inakuja pamoja na kituo pamoja inakuja milioni 543. Ukiongeza inakuwa bilioni 1 milioni 875. Kwenye upande wa barabara jumla mapato ya ndani tumepata milioni 63, serikali kuu tumepata bilioni 1 na milioni 169. Ukijumlisha inakuja bilioni 3 na milioni 108. Hizo ni hela ambazo zimeingia ndani
ya kata ya Nyakonga, na makabrasha nimewapa wana Nyakonga, munayo hapo, mtashare. Kilesi anasema bado serikali haijachoka, inaendelea kutekeleza miradi ya maendeleo. Hizo zikiwemo hera ambazo zinaendelea na miradi. Kuna milioni 125 imetengwa kutoka Nyamwaga kilomita 5 mpaka hapa nani Kokona. Wakati wote mkandarasi anaanza kazi, nilikuwa nimetenga milioni 40 kwa ajili ya kulima ile barabara ni mbovu, lakini juzi tulishauriana, wakasema kwamba ile hera ni iache, mapato ya ndani izibue barabara ya kutoka kule nani kwenda Ntagacha, kutoka kwenye kitongoji cha Keburu, milioni 40 mapato ya ndani. Kwa hiyo wananchi, barabara hii ya kutoka Nyamwaga serikali ina mpango nayo. Juzi walikuwa nalalamika barabara ya Kemakorere imerimwa, ilikuwa ni dharura, imewekewa karabati pamoja na moramu. Mkandarasi hajamaliza ile barabara, ndio maana unaona sehemu zile mbaya ni ambazo zinatakiwa weke moramu. Tusubiri, kwa sababu hizo hela zinatoka serikali kuu, sina mamlaka nazo. Mamlaka ya fedha nilizo nazo ni za mapato ya ndani. Hizo mnavyoona hata sisi serikali kuu tunapiga kelele na wakandarasi wanasumbua kweli, lakini wametupa tumaini, barabara zinalimwa. Kwa muda niliofanya kazi ndani ya kata ya Nyakonga, nimezibua barabara ya Nyarero, Magoto, Nyakonga, Kebweye. Hiyo barabara imezibuliwa, inahitajika kuwekewa makarabati na kuwekewa daraja kwenda Nyarero. Mkandarasi, mtu asiwadanganye, hajakabidhi barabara hiyo, na hera zipo na zinajulikana. Nilipoingia kwenye madaraka, tulikuwa hatuna barabara kituo cha afya kwenda Nyamwaga, nilizibua na inatumika. Na hiyo tayari iko TARURA, inatakiwa wawe wanaitengea fedha. Nilipoingia madarakani, kijiji cha Kebweye kilikuwa kina barabara ya kwenda Kebweye. Tulitoboa barabara, hata kama imeharibika, lakini Kebweye na Magoto wana mawasiliano. Nilipoingia madarakani, wana Nyakonga msisahau, hii barabara ya Nyakonga kwenda Kemakorere, mkumbuke ililimwa, lakini nilipoingia barabara ililimwa, kama mnakumbuka. Sasa mvua zinapokuwa zinanyesha zinaharibu barabara, tuwe tunavumiliana. Hata mimi sipendi mpite kwenye barabara mbovu. Kuhusu swala la mikutano pamoja na kusaidia makundi ya kijamii ndani ya kata ya Nyakonga likoje? Tuna vitongoji 12. Vyote vitongoji nilishafanya mikutano. Kuna kitongoji sijafanya mkutano? Na vyote nikawapa viti kwa ajili ya vikundi vya maafa. Kila kitongoji viti 30. Tuna vikundi vyetu vya kina mama wajane, tumewezesha fedha. Na sasa nataka niangalie wamefikia wapi, ili tuende kama wanaenda vizuri. Ndio maana nimewaita kina mama pia tuweze kuwa support. Sisi tunakubaliana wana Nyakonga, anahitaji kuleta maendeleo ndani ya Nyakonga, tunamkaribisha. Si ndio hivyo? Ndio. Si tumekubaliana hivyo? Ndio. Licha ya kuchangia kiasi kikubwa katika miradi ya maendeleo, bado Kilesi hajachoka. Anachangia milioni 4 ili kuunga jitihada za wananchi katika suala zima la ujenzi wa vyumba vya madarasa. Leo tulikuwa Kebweye. Wananchi wa Kebweye wanajenga madarasa 2 na ofisi. Nimeenda pale, nimewasupport kwenye ujenzi wanaojenga. Shilingi ngapi? Milioni 4. Sasa watiania siwarete? Siwarete? Hey! Madiwani wa halmashauri ya wilaya Tarime wanahimizwa sasa kuendelea kutumikia vyema wananchi. Na waheshimiwa madiwani wenzangu, mimi leo nimewaita makusudi, na wajumbe kutoka kwenye kata zenu wako hapa. Nimewaita makusudi. Ningesema na alika viongozi wa kata wote wangekuja, lakini chambua mmoja mmoja. Sasa hivi tuwapeni ushirikiano.
tutakaporudi kwenye uchaguzi tushikane na hawa viongozi wetu wa kata, tufanye mambo makubwa. Nawaomba sana kwa ambaye ana nia ya kufanya kazi. Diwani anasema kuwa kwa kipindi cha miaka 5 zaidi ya milioni 154.60 imetumika katika suala la maendeleo. Mchango wa wananchi katika kuleta maendeleo ya kata hii miaka 5. Kata hii kwa miaka 5 wananchi pia wameshiriki katika kuchangia miradi mbalimbali ya maendeleo, ikiwemo pamoja na kuchangia fedha za vifaa nguvu kazi ambayo imeainishwa hapa kiasi Kebwe milioni 43, Magoto milioni 54, Nyakonga milioni 42. Hizo ni nguvu za wananchi, jumla ya kwa milioni 139.77. Msitizo pia unatolewa kwa viongozi na wananchi kuunda vikundi ili wadau waendelee kusaidia. Ninawahimiza kuunda vikundi. Hata nyie viongozi wenzangu, wanachama cha Mapinduzi, tusitegemee kwamba maisha yetu yatakuwa kwenye uongozi bila kujishughulisha. Undeni vikundi, wadau wapo, sisi tutawaomba, watawafikia na watawawezesha. Ukiweza unawezeshwa, si ndio hivyo? Ukiweza unawezeshwa, si ndio hivyo? Kwa hivyo ndugu zangu, mimi kwa kweli napenda kumshukuru. Siku ile ya mkutano wetu ulikuwa live. Kama mnakumbuka, nchi nzima ulikuwa live. Na alipoona nilipotamka kimebaki kikundi hicho, akaniahidi pikipiki ningeikataa. Leo hii mngeniuliza kwa hivyo ni ya kwako. Nikasema basi, mheshimiwa, nakushukuru sana. Kwa kweli namshukuru sana na nampongeza, na Mungu amuongezee alipotoa mheshimiwa Nyambari. Na mimi niwaambie sasa hivi tarehe 28 tunachukua fomu wabunge, madiwani. Sisi sasa hivi tunaheshimu viongozi walioko madarakani. Kiongozi wetu mkuu mpendwa sana na tunamheshimu wananchi wote ni Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu mpendwa. Kwa kweli ndani ya maendeleo yote niliyoyataja hapa yamekuja Nyakonga chini ya usimamizi wake. Ndugu zangu, rais wetu mpendwa Samia Suluhu amefanya kazi ndani ya Tanzania, Zanzibar na Tanzania bara. Kazi ambayo kila mtu akiiona kwa macho yake, hakuna mtu anayeweza kumpinga Rais Samia Suluhu kwa kazi aliyofanya. Mheshimiwa diwani, mimi nimechangia nafasi kubwa sana katika maendeleo mbalimbali yaliyopo kwa sasa katika kata hii ya Nyakonga, kwani kutokana na juhudi zangu miradi mingi imetekelezwa na kukamilika kwa wakati. Nimejenga darasa na ofisi Magoto shule ya msingi nilipoenda kuonyesha na kununua samani zake milioni 43. Nilichangia nguvu za wananchi katika ujenzi wa madarasa mawili yale nilionyesha kijiji cha Magoto milioni 7,500. Ujenzi wa ofisi ya chama kata Magoto ambayo kwa usimamizi wangu niliojenga nilitumia milioni 89. Nyakonga mnavyoiona, nikisema nitaje kila kitu kimoja kimoja nimetaja hela mpaka wenyewe
mtasema kwamba hii miradi mbona ni mingi sana. Kwa hivyo mimi naona kwamba nisitaje moja moja kwa kuwa nimetaja imefikia hapo na nisiwachoshe sana. Aidha, wananchi wakiwemo wazee wa mila wanatoa kauli mbalimbali juu ya diwani wa kata ya Nyakonga ambaye pia ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Tarime, Simon Kilesi. Mimi kwa niaba ya wazee wa mila Nchage tunasema hivi, uchaguzi wa udiwani kata ya Nyakonga tumelisha maliza wa 2025 kuelekea 2030. Kwa hiyo aliye na wazo la kuendelea kukampeni tutamuona kwamba yawezekana haoni mbele, yeye anaona kwenda nyuma. Kwa hali hiyo, Mheshimiwa diwani Kilesi na wenzako ambao wamefanya kazi inayoaminika kwenye kata zao, tunasema kwamba Mungu awabariki wote, mrudi kwenye madaraka tena 2025. Ila kwako wewe kazi ilishaisha, kwa sababu imeisha kutokana na matendo yako na ahadi zako ambazo ulikuwa unazitoa kwa wananchi wote wa Nyakonga. Shule tumepata, hospitali inaendelea. Kwa hiyo lingine la kuweza kusema kwamba haufai ni yule ambaye haoni. Diwani wa kata na mwenyekiti wa halmashauri kwa kipindi cha miaka 5 ni mtu ambaye amekuwa pamoja na sisi viongozi, ameshirikiana na sisi katika hali ya upendo wakati wote, na alipokuwa akiona kama kuna changamoto aliweza kutuita na tukaweza kuzungumza. Na kwa kuwa tunashirikiana naye, basi itakapofikia hatua yeye mmemleta na akatuomba, sisi tutakuwa naye, lakini pia akiwashauri kwamba jamani twende hivi, basi naomba muelewe kwa sababu ana baraka nyingi na anaungwa mkono na waheshimiwa madiwani walio wengi. Kingine cha mwisho ni waombe sasa kupitia hadhara hii, tunapoelekea katika uchaguzi mkuu, tunahitaji kuwapata viongozi makini watakao tuwakilisha ili tupate maendeleo. Tunaenda kuwachagua viongozi, madiwani, wabunge na rais. Ni waombe itakapofikia hatua hii tuache mambo ya koo. Kwa upande wa barabara, Mheshimiwa amejitahidi sana kuzibua barabara ambazo zilikuwa hazipitiki, lakini pia pamoja na uboreshaji wa upande wa sekta ya elimu, lakini pia sekta ya afya, madarasa yamejengwa sekta ya elimu. Upande wa afya amejenga nyumba ya watumishi pamoja na nyumba ya akina mama ambao ni wajawazito. Lakini pamoja na hayo yote, kwenye kijiji cha Nyakonga, Kebweye, Magoto, miundombinu kama vile umeme na vyenyewe maeneo yote tumeweza kupata ndani ya kipindi chake. Kwa hiyo ni mtu ambaye ni mtu wa muhimu sana. Kwa majina naitwa Monica Charles Josia, natokea kata ya Nyarero. Ndani ya miaka 5 iliyopita kulikuwa na shida sana kwenye mashule, barabara. Lakini tangu achaguliwe Mheshimiwa Simon Kilesi, sasa hivi barabara ziko vizuri, amejenga mashule, hospitali. Sasa hivi hata kina mama hawapati shida. Na kulikuwa kunasumbua jengo la kuhifadhi maiti. Mheshimiwa Kilesi ana mpango na mpaka sasa yupo anaendelea. Sisi wananchi kipindi hicho barabara zilikuwa mbovu sana, zilikuwa hazipitiki. Lakini chini ya Mheshimiwa Simon Kilesi sasa hivi tuko vizuri. Majengo walikuwa wanaita Wakuria Saiga, vikundi vya Saiga ndivyo walikuwa wanakamatiana kuku kwa ajili ya maendeleo. Lakini alipoingia Simon Kilesi vitu kama hivyo havipo tena na vimekoma. Lakini sisi pia wapiga kura wa kata ya Nyakonga tumejiandaa kwenye uchaguzi mkuu. Tumpe mama kura za kishindo. Ndio maana tunasema Mama Samia mitano tena, kwa sababu ya kazi alizozifanya Mama Samia. Jina anaitwa Degratias Ndege,
ni diwani wa kata Bumera. Leo nimekuja hapa kwa ajili ya sherehe ya kusoma ilani uchaguzi ya Mheshimiwa Chris Samuel, diwani wa kata Nyakonga, ambao kimsingi ameongea mambo mengi sana. Ameongea mambo mengi aliyofanya hasa kwa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na kweli ukiangalia katika miradi ya miaka 5 pamoja serikali kuu na mapato ya ndani zaidi ya bilioni 3.5 hivi zimeingia kata ya Nyakonga. Kimsingi sio kata ya Nyakonga tu, ni halmashauri ya Tarime. Kwa hiyo ukiangalia Nyakonga ilivyojengwa na pesa kutoka serikali kuu na mapato ya ndani pamoja na halmashauri yote, maendeleo yamefanyika. Kwa mimi kwa niaba ya wadiwani wa Tarime vijijini nimshukuru sana Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu Mheshimiwa Samia aliingia madaraka miaka 4, kimsingi mama yetu amefanya kazi kubwa sana. Ameleta fedha, amefungulia bomba la fedha. Yaani fedha ilikuwa tirika kama mabomba. Kwenye halmashauri zetu zimekuja mabilioni na mabilioni ya fedha. Na sio halmashauri tu yetu Tarime vijijini, ni Tanzania nzima mama ameupiga mwingi. Jina naitwa Veronica Daniel Marwa. Mimi cha kumshukuru na mshukuru sana Mheshimiwa Chris kwa maendeleo aliyotuletea kata ya Nyakonga na pia kijiji cha Kebwe. Kwa kweli Kebwe tulikuwa hatuna mafanikio. Tulikuwa tuko chini, hata ngao waliokufa angekuwa Mungu anawafufua kaona wangesema kweli Chris ni jembe jamani. Tusije tukapotea tena, yani Chris anaweza, Mheshimiwa anaweza, pia tumchague na Mama Samia tena mitano tuzidi kuleta maendeleo katika Tanzania yetu. Kipindi kingine madiwani wengi walishapita, lakini jengo kama haya, madarasa kama haya hajawahi kutokea kijiji cha Kebwe. Ni kweli si kweli? Kweli. Barabara hii inayopita mpaka Soroneta kuunganisha kata nyingine ya Nyarero ilikuwa haipo. Nyie ni mashahidi. Nani ya kutoka Magoto haikuwepo, lakini jembe likaileta. Ni kweli si kweli? Kweli. Ni kwa nini tuendelee kuzungumza? Ni kwa nini uogope kuzungumza? Lazima tuzungumze. Ni kwa nini uwe na kigugumizi kuzungumza? Lazima uzungumze kama wana Kebwe. Makala hii imeandaliwa na Frankius Clofas na kusoma kwako nami Margaret Daniel wa Cleo 24 TV.